serikali yako hii hakuna mahali inatupeleka. Hakuna mahali tunaenda na hii serikali yako. Na hakuna mahali tunafikia na hii serikali. Hata Mungu mwenyewe anajua tumetoka na hii serikali yako hii. Hata wakati ya Uhuru Muigai Kenyatta, wakati ya Kibaki, wakati hata ya Moi, ilikuwa kama yeta wakati sisi tukukua wakati ya Moi, lakini ilikuwa mzuri hata kuliko saa hii. Hii utatuambia bati wewe ndio president, wewe ndio umeingia kwa president, wewe ndio unajua kuongoza wana Kenya. Na saa hii sisi tunaumia. Hii serikali yako ni mbaya. Samuel Ruto. Nataka kwenda kwa hii agenda ya Ogolla. General Ogolla, huyu mjeshi yetu, huyu mjeshi mkuu. Wakati ile nyinyi mwenyewe mkapandisha hiyo Ogolla kwa hiyo ndege. So mlikuwa mnajua hiyo ndege ni mbaya. Iende ifanyie Ogolla madhara ndio mjue sasa mnarudi kumdanganyana hapa. Hiyo ni lengo. Mimi nataka kusema kama tena mimi nasema saa hii mchana. Hiyo nayo ilikuwa lengo ya kuua Ogolla, ilikuwa lengo. Ndio mniona kama yeye mwenyewe akikuwa kama yeye mwenyewe ako hapo, ako kwa mlalaka hapo kwa mlalaka. Mlikuwa mnataka aje? Mlikuwa mnataka aje? Lengo mlikuwa mnaona kama Ogolla mwenyewe anaweza kupandilia hii inji. Mtatupima akili, but inji ilikuwa mbaya. Inji ni gani ilikuwa mbaya? Kwani wakati Ogolla alikuwa anapanda kwa hiyo ndege, wakati alikuwa anapanda kwa hiyo ndege, Mungu kwa mnajua hiyo ndege ni mbaya? Serikali mbaya sana. Hii serikali mlijua tu masaa. Hiyo Ogolla anaenda kupanda ndege na mkajua ni saa ngapi mpaka mlipima masaa mpaka madakika ngapi? Mlikuwa mmejua. Si ati mko kwa mmejua. Nyinyi ni waongo na nyinyi ni masaitani. Mwache kutupima sisi akili. Ogolla mwenyewe alishakufa akazikwa akaenda kwa Mungu. Tena nyinyi mnataka kutupea maneno mengine tena, hiyo maneno tena iko kwa roho yetu mbaya. Sisi tunajua wa viongozi mwenye saa hii wametusimama, saa hii tunajua viongozi wetu mwenye saa hii wamesimama na sisi. Mwenye saa hii wanakufa na raia, mwenye saa hii wanakufa na sisi. Saa hii tunajua. Tena nikiongea mmoja yao najua sasa ni Katembea. Huyo Katembea huyo ndio saa hii sasa ni kiongozi mwenye saa hii akisimama president unaweza kumpea. Kwa majina naitwa Mary Apio. Wakaji hapa Nakuru tuko kwa bunge wananchi hapa Shabab. Tunatetea wanyonge kama sisi. Kama saa hii mwenye tumelemewa na maisha tunatetea wanyonge. Naenda namba yangu ya simu 0704476003. Wapendwa, hiyo ni namba yangu ya simu. Mtu yoyote ako tayari kunipigia namba simu tuongee. Natoka hii agenda. Nataka kwenda kwa agenda yetu ya Susan Kihika ambayo mama yetu gavana mwenye tulimpea kura. Tulisikia ako huko nje, tulisikia kama Susan wetu mama yetu gavana kama ako huko US, kama alikuwa mgonjwa, tulikuwa tumesikia maana amepata mtoto ama yeye ni mgonjwa. Tukasikia huzuni kama mama yetu Susan Kihika kama ni mgonjwa. Wapendwa, tumesikia huzuni. Hata kama tumesema mama yetu amekuwa huko nje, tuko tunajua ni agenda gani mama yetu Susan Kihika ameenda nayo. Tujui ni maneno gani, tujui ni nini, lakini kwa sababu mtu mwingine alikuwa ananiambia ati gavana yetu ni mgonjwa. Wapendwa, nimekuwa na huzuni. Nyewe tumekuwa hata kama mtu ni mbaya, kama mtu ni mzuri. Hata kama gavana wetu alikuwa mbaya ni mzuri. Tumekuwa na huzuni hapa kwa hii kaunti yetu hapa Nakuru. Tumekuwa na huzuni. Sasa kama mimi mpaka nilikuwa naomba tunasema aje jameni. Maombi yangu Mungu anaweza kusikia aje gavana wetu apone. Mimi mwenyewe nimekuwa na huzuni nikisema gavana wetu amekuwa mgonjwa. Ni nini amekuwa huko nje na amekaa hizo mwezi huko nje. Sasa hata tujasikia agenda nyingine, hata tujasikia. Lakini tunamuombea Mwenyezi Mungu. Kama Mungu mwenyewe ako na yeye mahali penye yako unajua atapona. Na kama ni kupata mtoto ama ni nini najua kama atapata mtoto, kama atasapata mtoto najua atarudi na atatudumania. Hata yeye mwenyewe atakuja, atatusatia agenda yake na tutasikia vile yeye mwenyewe atatupelekea. Penye yeye mwenyewe anafikiria penye atatupeleka sisi kama wana Kenya. Sisi kama watu mwenye tulimchagua tukavuka asubuhi mapema tukimpigia gavana wetu kura. Sisi mwenyewe tumekuwa na huzuni, lakini sisi mwenyewe bali penye yako najua ako na Mwenyezi Mungu na Mungu atapigania yeye na Mungu atazidi kumpigania penye yako. Najua kama yeye mwenyewe hata kama amepona, hata kama ameshapona, atarudi huku na najua tutafanya kazi pamoja na tutasikia agenda yake na tutasikia vile agenda yake vile Susan mwenyewe ako. Penye yeye mwenyewe gavana wetu wako. Yeye mwenyewe atakuja na sisi mwenyewe tutasikia agenda yake. Kama yeye mwenyewe tutamsupport, sisi tuko nyuma yake, tusupport yeye, tuende na yeye mbele na tusupport gavana yetu. Sisi tuko tayari kusupport gavana wetu. Sisi tuko tayari kusupport gavana mahali popote atakuwa, mahali popote yako, mahali popote yeye mwenyewe atasimama, sisi tutakuwa na agenda yake, tutakuwa
tunaendelea tunakuwa na agenda yake. Tutasaidia yeye kugurumu hii maneno ya kukuwa na agenda yake. Sisi mwenyewe tutamsaidia kwa hii agenda ya Susan Kika. Sisi mwenyewe tuko na yeye, tutamsupport. Ni gavana wetu, sisi mwenyewe tulimpea kura, tukaamuka asubuhi na mapema. Natoka hii agenda. Naingilia agenda nyingine. Nataka kuingilia agenda ya Samuel Ruto. Nataka kuingia hii. Umeona hii agenda ya saa hii ya gazeti saa hii natuonyesha kama Raila Amolo saa hii tena hayuko na Samuel Ruto. Na mimi nataka kukuambia Raila baba yetu Raila Amolo Odinga ni mtu mwenye anaona, ni mtu anasikia, tena ni mtu anaona. Yeye anaona agenda. Ukisaona kama wewe ni mtu muongo, akisaangalia akili yako, akisaona hii akili yako si akili mzuri, si akili ya kudanganya wana Kenya, na atakuacha tu. Wewe mwenyewe utahanga hapo na yeye mwenyewe anakuacha tu. Na wewe mwenyewe utajua sababu ni gani Raila Amolo amekuacha, na yeye mwenyewe alikuungana mkono. Na wewe mwenyewe ukaona tu kama Raila wetu amekuungana mkono, baba yetu Raila Amolo Odinga ameukona. Na sasa yeye mwenyewe ameona ukora. Yeye mwenyewe ameona kama ufanyiwa na Kenya kazi. William Samuel Ruto, yeye mwenyewe ameona kama ufanyiwa na Kenya kazi. Watoto wetu wamekufa. Maisha imekuwa mbaya. Kenya mwenyewe imekuwa mbaya. Kila kitu imekuwa mbaya. Na wewe mwenyewe wakati watoto wetu waliuliwa kwa barabara, wewe mwenyewe ulikuwa unatuambia ukigusa watu atia watoto watalipwa. Hao watu mwenye walipata shida watalipwa, wazazi wao watalipwa. Na sasa hii maneno mpaka saa hii jalipwa. Tunataka kuuliza hii serikali iliyoko hii ya Samuel Ruto, tunauliza na bado tunaendelea tu kuuliza. Tumesauliza, tumechoka. Hii mambo ya kugiza maneno ya uongo, mambo ya kusema batia watoto wetu waliuliwa, watoto wetu wakapotea kwa mabarabara, watoto wetu wamefichwa, Kenya ikakuwa mbaya. Hii bado mpaka saa hii walidanganya ati wao watoto watapewa pesa. Hii mambo ya kusaidia watoto mwenye walipata shida, hii iko wapi? Sisi mwenyewe tulisikia kwa mdomo yako wewe mwenyewe ukisema sisi tumengoja William Samuel Ruto. Sisi mwenyewe tumengoja. Hakuna kwa nini unauambiwa na Kenya ukweli? Kuna mtu najua kwamba unasema maneno ya ukweli, ni maneno ya ukweli. Si maneno wewe mwenyewe unakaa hapo ati wewe ni president, utagisanga tu maneno za uongo usiku na mchana, maneno ya uongo usiku na mchana, mambo za uongo. Sisi mwenyewe kama wana Kenya, sisi tumechoka na uongo zako. Samuel Ruto, sisi mwenyewe tumechoka na uongo zako. Wewe mwenyewe uliugisha watu, wewe mwenyewe ukasema watu mwenye walipata shida, watu mwenye walikufa kwa mabarabara, watu mwenye tear gas walipigwa watoto wetu waliumia kwa maandamano. Pesa iko wapi? Mimi nauliza, pesa ulisema iko wapi? Isiseme ati nyinyi mnatudanganya. Hii serikali yako ni kudanganya watu usiku na mchana. Samuel Ruto, serikali yako ni kudanganya watu, ni kudanganya wana Kenya kila siku. Ukiamuka ni kudanganyana. Sasa mimi nauliza, hii Kenya tunaenda wapi? Hii Kenya hii saa hii tuko saa hii. Hii Kenya ya hii serikali yako hii. Sisi mwenyewe tunaenda wapi na hii serikali yako? Kama wewe mwenyewe ndio unataka kuambia watu kweli. Wewe tu ukiamuka ni uongo, kutenga na kutekua. Paka sisi wana Kenya tumechoka. Hii serikali yako hii. Wewe mwenyewe uligisa watu. Na umewacha nikwambie Samuel Ruto, ulikuwa unataka hii serikali yako ikuwe mzuri. Ikuwe paka sisi wenyewe tunafurahia. Wana Kenya sisi tunafurahia, tunavuna. Ingekuwa saa hii masomo ya watoto wetu ikuwe bure. Ingekuwa masomo saa hii ingekuwa bure. Saa hii mambo ya linda ya wamama ingekuwa bure saa hii, kama wakati Uhuru Muigai Kenyatta, wakati ya Margaret. Hii ya mambo ya kuzaa bure hii ilikuwa tu bure, ilikuwa tatukuwa tunatoa pesa. Wamama kujifungua, unajifungua unachukua mtoto wako unaenda nyumbani. Hii wewe ungekuwa tu mtu mwenye unataka tu kura. Unataka tu sera yako, Samuel Ruto, unataka tu sera yako ikuwe mzuri. Saa hii vitu zingine ungekuwa unawekea wana Kenya, ungekuwa unaweka bati saa hii kuzaa ni bure. Ungekuwa unaweka saa hii kuzaa ni bure. Saa hii matibabu hata saa hii ukienda hosi unapewa tu dawa bure. Na saa hii ungekuwa saa hii kama wana Kenya, tungekuwa tunafurahia na matunda yako. Tungekuwa tunafurahia vizuri sana, tungekuwa tunafurahia na hii serikali yako. Lakini serikali yako hii hakuna mahali inatupeleka. Hakuna mahali tunaenda na hii serikali yako. Na hakuna mahali tunafikia na hii serikali. Hata Mungu mwenyewe anajua tumetoka na hii serikali yako hii. Hii serikali yako, hakuna hii serikali ya mtu mwenyewe amewahi kuwa kiti kama hii wakati yako hii.
Hata wakati ya Uhuru Muigai Kenyatta, wakati ya Kibaki, wakati hata ya Moi. Hii kukua kama yeta wakati hiyo sisi tu kukua wakati ya Moi, lakini ilikuwa mzuri hata kuliko saa hii. Hii utatuambia bati wewe ndio president, wewe ndio umeingia kwa president, wewe ndio unajua kuongoza wana Kenya. Na saa hii sisi tunaumia. Hii serikali yako ni mbaya. Samuel Ruto. Hakuna hizo tutadanganyana ba hii serikali yako ni mzuri ama tukudanganye na huku tunakudanganya tunataka pesa yako. Kama serikali yako ni mbaya ni mbaya. Hii serikali yako ni mbaya. Hakuna mama tutajificha bati hii serikali ya Samuel Ruto ni mzuri. Hakuna matunda tunaona mazuri na hakuna kitu sisi mwenyewe tunaona kama wana Kenya. Hiyo naye ni no way. Hiyo naye tusidanganyane, hiyo ni no way. Hiyo tusidanganyane hii. Kwa hii serikali yako naye ni mbaya. Hii serikali yako hii naye ni mbaya. Tutadanganyana kwa hii serikali yako. Natoka hii agenda. Nataka kwenda kwa hii agenda ya Ogolla. General Ogolla, huyu mjeshi yetu, huyu mjeshi mkuu. Ndio nimemwona hapa kwa kaseti, sijui tumeona kama imewekwa kwa mimi nataka kuuliza hii serikali ya saa hii. Msitudanganye bati mmesitunguza bati injini ilikuwa mbaya. Injini gani hii ilikuwa mbaya? Hii bado mnatupea tena uchungu kwa Ogolla. Msituambie bati hii ni gani hiyo mnaweka kwa kaseti mkituambia bati ati injini ni mbaya bati sijui mnataka kutuwekea vitu zingine hapa sisi mwenyewe tuwezi kuelewa. Hii ni injini gani hii mnatuambia bati ati injini ilikuwa mbaya gani hiyo? Nauliza hii kiongozi iko hii serikali ya Samuel Ruto. Hii serikali ya Samuel Ruto mnataka kutuambia ati injini gani ilikuwa mbaya? Hii muda yote hii kwa nini mko kwa mnatuambia kitabu saa hii miaka moja imeisha. Mimi nikisema nyinyi hii serikali yenu ni ya ukora, hii serikali naye ni ya ukora. Hii serikali hii naye ni ya ukora, hii serikali si ya halali hii serikali. Sasa mnataka kutuambia miaka yote hii bati saa hii ndio mnataka kutuambia ati injini gani ilikuwa mbaya? Kwa nini mko tuambia hii injini mapema ndio tukae tukijua hii injini ilikuwa mbaya? Hii serikali ya Samuel Ruto na hii serikali hiyo kiongozi iko hii ya saa hii. Hii serikali yenu hapa ni mbaya. Mnataka kutuambia aje bati injini ilikuwa mbaya? Kwa nini mko kwa mnasema kitabu hii injini gani saa hii mnataka kutuambia ati injini ilikuwa mbaya? Hiyo ni lengo yenu na ukora yenu hiyo. Hiyo nataka kuambia hii serikali yenu hiyo ni ukora na lengo yenu na ukora na kuua watu hiyo. Hii mnataka kutuambia saa hii tena hii roho yetu imekuwa mbaya tena saa hii tena mnaturudisha tena kwa roho mbaya tena. Mnataka kuturudisha sisi kwa roho tena tuweze kuroho mbaya tena. Mnataka kutuambia wakati ile nyinyi mwenyewe mkapandisha hiyo Ogolla kwa hiyo ndege. So mlikuwa mnajua hiyo ndege ni mbaya. Mlikuwa mnajua hiyo ndege ni mbaya. Hii ndege mlikuwa mnajua hii ndege ni mbaya na nyinyi mwenyewe mlikuwa mnajua hii kitu iende ifanyie Ogolla madhara ndio mjue sasa mnarudi kumdanganyana hapa. Hiyo ni lengo. Mimi nataka kusema kama tena mimi nasema saa hii mchana. Hiyo nayo ilikuwa lengo ya kuua Ogolla, ilikuwa lengo. Hiyo naye ni lengo ya kuua yeye. Ilikuwa mnataka yeye mwenyewe aondoke kwa hii Kenya. Mlikuwa mnataka porojo yenu na lengo yenu atoke kwa hii Kenya ndio mlikuwa mnataka. Ndio mliona kama yeye mwenyewe kama yeye mwenyewe ako hapo, ako kwa mlalaka hapo kwa mlalaka. Mlikuwa mnataka aje? Mlikuwa mnataka aje? Lengo mlikuwa mnaona kama Ogolla mwenyewe anaweza kupandilia hii inji. Ni kweli si ati uongo. Mlikuwa mnaona aje kama yeye mwenyewe anaweza kubadilisha hii inji ndio mkamuondoa mapema. Hiyo nasema mchana darani saa 5. Hiyo lengo mimi nasema saa hii saa 5 hii nasema hiyo kitu kweli. Mtatupima akili bati injini ilikuwa mbaya. Injini gani ilikuwa mbaya? Kwani wakati Ogolla alikuwa anapanda kwa hiyo ndege, wakati alikuwa anapanda kwa hiyo ndege, mlikuwa mnajua hiyo ndege ni mbaya? Si mlikuwa mnajua hiyo ndege ni mbaya? Mlikuwa mnajua hiyo injini ni mbaya na mlikuwa mnajua masaa mlikuwa mmemweka yeye na mkajua masaa ile atamaliza na mkamjua masaa ile atakufa. Hiyo ati mlikuwa mnajua hiyo kitu. Mimi nataka kuambia nyinyi serikali iliyoko hii serikali hii ni mbaya. Hii serikali iliyoko hii inafinya wana Kenya. Hii serikali hii tumeangukia hii bahati mbaya, hii serikali mbaya sana. Hii serikali mlijua tu masaa. Hiyo Ogolla naenda kupanda ndege na mkajua ni saa ngapi mpaka mlipima masaa mpaka madakika ngapi? Mlikuwa mmejua. Si ati mko kwa mmejua. Nyinyi ni waongo na nyinyi ni masaitani. Mlikuwa mnajua hiyo maneno. Tena mlijua ni saa ngapi na dakika ngapi na atakufa saa ngapi na dakika ngapi na watu wangapi na mlijua mpaka watu wanaenda kukufa hapo kwa hiyo ndege. Si kutupima akili na msitupime sisi akili. Bati ndege ilikuwa mbaya. Injini gani hiyo? Mimi nauliza injini gani ilikuwa mbaya kama nyinyi mwenyewe mkuangalia hiyo ndege mkajua hiyo ndege ni mzuri ama hiyo ndege ni mbaya. Mwache kutupima sisi akili.
Ogolla mwenyewe alisakufa akazikwa akaenda kwa Mungu. Tena nyinyi mnataka kutupea maneno mengine tena, hiyo maneno tena ikuwe kwa roho yetu mbaya. Hiyo maneno uchunguzi mlisaa mjua mkanyamaza mkajifanya mdanganya ati ni injili, mdanganya wana Kenya. Muone kama Wakenya wametulia wanyamaze, mdanganya ati injili. Injili sio injili. Hiyo ni mpango yenu, plani yenu na ukora yenu na plani yenu na uongozi wenu. Si ati sisi mwenyewe tujue kitu niendelea. Sisi mtuone sisi ni wajinga, sisi tunajua agenda na tunajua vile ilianza na ikamaliza na ikafikia. Kenya akili yenu na nyinyi mlijua mkiua Ogolla. Mlijua mlikuwa mnataka muue yeye, ndio sasa hii mbaki ndio mchukue mjeshi mwingine mwenye mnajua, mwenye mtamu ndio muweke hapo. Lakini mlisaa muweka, haina shida. Yote tunawachia Mwenyezi Mungu. Yote tunawachia Mwenyezi Mungu. Si mtatuambia kitu maneno ilisapita. Ndio tena muone roho yetu tena ikuwe na huzuni tena. Na huzuni ilisaisha kwa akili yetu na huzuni ilisaisha. Na tena nyinyi mwenyewe mnataka mtuongeze huzuni nyingine tena ya pili. Mnataka kutupea huzuni nyingine ya pili. Natoka hii agenda. Nataka kuenda kwa hii agenda yetu hii. Sasa saa hii mimi nimetoka hii agenda ya Ogolla. Nataka kuenda hii agenda yetu hii. Ya saa hii iko watu mwenye saa hii iko watu mwenye saa hii tumejua kwa ground. Iko watu mwenye saa hii tumejua kwa ground. Na ni watu mwenye saa hii wana Kenya wa saa hii wana Kenya kama sisi wana Kenya. Tumejua watu mwenye wametupigania hii nchi. Mwenye saa hii wanatupigania nchi, mwenye saa hii wamebaki kwa ukweli. Sisi tunajua wa viongozi mwenye saa hii wametusimama, saa hii tunajua viongozi wetu mwenye saa hii wamesimama na sisi. Mwenye saa hii wanakufa na raia, mwenye saa hii wanakufa na sisi. Saa hii tunajua. Tena na nikiongea mmoja yao najua sasa ni Katembea. Huyo Katembea huyo ndio saa hii sasa ni kiongozi mwenye saa hii akisimama president unaweza kumpea. Huyo ndio saa hii anapigania wana Kenya. Yeye ndiye amekubaki kwa opposition, yeye ndiye amebaki kwa ukweli. Huyo Katembea. Na mwenye namfuata huyo Sifuna, namba 2 ni Sifuna. Hao ndio watu viongozi mwenye tunajua. Hao ndio viongozi mwenye saa hii hata tukiongea. Saa hii hata tukiongea asera zao tumesajua asera zao penye ziko. Tumejua penye akili zao ziko. Tumejua vile wametetea wana Kenya. Hao ndio viongozi mwenye saa hii kwa ground, hao ndio wanaweza kusimama kama president. Hao ndio wanaweza kusimama kama viongozi mwenye tunajua. Hao Katembea na Sifuna. Kama wakina Baba Wino, hawa ndio sisi ndio viongozi mwenye tunajua ni watu mwenye strong. Ni watu mwenye hata Samuel Ruto hawezi hata kuongea kwa watu. Jua watu ni very strong. Tena hawa watu na viongozi, si viongozi hivi. Hawa ndio viongozi wetu ndio saa hii tunajua. Kama Simbaradi, hawa ndio wakishikana. Hawa viongozi wapatane washikane. Hawa ndio viongozi mwenye sisi wenyewe. Sisi wenyewe hawa ni viongozi wetu, sisi ndio tunajua, hawa ndio tuko kwa ground, hawa ndio tunajua. Hakuna mtu mwenye atatoka tisujini ni Matiang'i sujini nani alikuwa wapi? Wakati kama Wakatembea wamesa tumeona masera yao, tumeona vile wenyewe wametetea kama wana Kenya, wametutetea kama wana Kenya. Tumeona sera zao, tumeona penye wako mzito na tumeangalia mzito yao penye hiko. Tumeona hawa ndio viongozi. Sisi tutapata tu wa viongozi wengine kwa wametoka nyuma Matiang'i sijui kina sijui nani hawa tutajua hawa. Sisi maviongozi mwenye tutapea tunajua sera zao. Tumejua hawa ni mzito kwa ground. Hawa ni wazito kwa ground. Hawa ni kama sasa Katembea. Hao ndio sisi maviongozi penye wanaenda sisi tunaona kama hao ndio wa viongozi. Penye wanaenda hawa ndio viongozi wetu ndio tunajua wamesimama na sisi. Si watu mwenye mtu amekaa sijui huko nje. Amekaa juu Kenya, wana Kenya wanasikia aje, wana Kenya wako na malilio gani, wana Kenya wako na utungu gani, wana Kenya wanataka aje. Na mtu anatoka tu from where yeye anataka president. Anataka president na yeye mwenyewe hajapigania hii nchi. Yeye mwenyewe anataka president na yeye mwenyewe hajatoka, tujaona hata mzito wako, tujaona hata nini yako. Uzito wako nayo kwa ground. Tujaona hata uzito yake. Na mwenyewe anatokea huko tayari anataka kuwa president. Kwa kina Kalonzo, mwenye tunajua tu tunajua tu tukipima kwa rachungu tunaona hata nini yao bado hata wajatosha hata kukuwa president. Hawa kina Kalonzo hao wakina Matiang'i bado tunaona tunapima wao kwa kichungi hapa, lakini sisi tuko na viongozi. Tuko na viongozi hata saa hii tukiongea tu hawa wakikuja hata kila mahali hata wakuja hapa na Ikulu. Hawa viongozi tunataka hata wakuja hapa na Ikulu. Tunataka hata wakuje hapa. Tuone ile mzito wako nayo, tusikie agenda yao
Tusikie vile ajenda yao wanasema nini, tusikie ajenda yao wako na ajenda gani. Hao ndio viongozi tutaimba, hao viongozi ndio tutapea president. Sisi tutarokotana tu na watu vile tulirokotana na Samuel Ruto kuja kuwa president. Naye mwenyewe hata kwa ground hata yeye mwenyewe hajatosha kukuwa president. Na wana Kenya si mwenyewe vile tunaona vile yeye mwenyewe anatunyanyasa. Tunaona hata vile yeye mwenyewe hako kwa sisi. Tunaona tu hata saa hii vile sisi mwenyewe kama wana Kenya mnaona tu. Na nyinyi mwenyewe ndio mlipea William Samuel Ruto kura. Hakuna hata mtu mwenye alimpea. Yeye mwenyewe kaiba kura. Na saa hii mnaona ground yake vile yako. Hata saa hii tuweze na kukula kwa manyumba zetu. Maisha imekuwa ngumu. Yeye mwenyewe anafikiria hii Kenya ni yake. Na William Samuel Ruto, hii Kenya si yako. Wacha kusema bati, wacha kujifanya ati hakuna mtu mwenye anaweza kukutoa. Wacha kujisasa sana, bati hakuna mtu anaweza kukutoa. Iko mtu anaweza kukutoa. Iko mtu anaweza kukutoa Samuel Ruto. Mimi nakwambia viongozi wako. Mimi hapo nataka kukutoa William Samuel Ruto. Hapo mimi nakutoa hapo. Hapo penye unasemanga bati hakuna mtu anaweza kukutoa, bati hakuna mtu mwenye hata kutoa. Iko watu wanakutoa viongozi wako, Mungu mwenyewe hajatoa viongozi wako. Mimi nasema viongozi, ukitaka viongozi wako kwa Mungu. Na viongozi wako, viongozi wako, tena wa viongozi wa strong, wa viongozi wako viongozi. Si viongozi wa hivi watu wanasema viongozi, wa viongozi wako. Tena viongozi natoka kwa Mungu, viongozi vizuri wanatoka kwa Mungu. Na acha nikwambie Samuel Ruto, usiseme bati hakuna mtu anaweza kukutoa, ati hakuna mtu, uko mtu anaweza kukutoa na Mungu mwenyewe ako na viongozi. Mungu ametufichia tu viongozi wako wa kuongoza watu, wa kulinda watu. Wa kulinda watu wako. Wakusikia maneno ya Wanakenya, wakusikia Wanakenya, wakusikia vile Wakenya wako na shida, wako. Viongozi wako, si ati wewe mwenyewe utatuambia ati wewe ni viongozi. Wewe ni kiongozi na kuuliza nani alikuchagua wewe mwenyewe? Nani alikuchagua? Hakuna hata mtu alikuchagua. Wewe mwenyewe ndio uliiba kura na wewe mwenyewe ukaingia hapo na wewe mwenyewe ukakaa hapo. Sasa wewe mwenyewe umeona hii nchi imekushinda kung'ang'ana nao. Hii uone vile hata hii nchi mwenyewe inayumba yumba. Ndio sababu Mungu mwenyewe akufurahia wewe mwenyewe uko kiongozi. Mungu mwenyewe akufurahia kiongozi yako Samuel Ruto. Mungu mwenyewe akufurahia na kiongozi yako. Ndio wewe mwenyewe unaona. Vile viongozi yako inayumba yumba kwa ground, inayumba yumba. Vitu mwenyewe hata ukiambia watu ifanyikani, vitu mwenyewe ukisema, hata wewe mwenyewe ujiulizangi. Wewe mwenyewe hata penye huko Samuel Ruto, ungekuwa unajiuliza na kiongozi natoka kwa Mungu. Wewe mwenyewe ongea na Mungu, na Mungu mwenyewe akueleze na kupeleke mahali penye natakikana wewe mwenyewe ufike. Sasa wewe mwenyewe utatuambia, wewe mwenyewe kuwa na Mungu, na Mungu mwenyewe ukikuwa na Mungu Samuel Ruto, Mungu mwenyewe ndiye atakufikisha, na Mungu mwenyewe atakuelekesha, na Mungu mwenyewe atakwambia penye wewe mwenyewe utakana ufike. Sasa wewe mwenyewe na akili yako wewe mwenyewe wewe ni president, na wewe mwenyewe uone kiongozi vile inakuyumba yumba na wewe. Vitu na unaweka vitu naangisha, unasema vitu za uongo, hakuna hata melekeo penye hizo vitu yako nafika. Hakuna vile unaweza kuambia wana Kenya, hebu ona. Kama ungekuwa na Mungu, ungekuwa najua Mungu mwenyewe hako kwa hii mbinguni, Mungu mwenyewe hako. Sasa hii ungekuwa kila kitu nafanya na Mungu, kila kitu nagisa na Mungu. Na uone kama Mungu mwenyewe anakusaidia. Uone kama Mungu mwenyewe anakupeleka anakufikisha hapo na anakupeleka penye wewe mwenyewe unataka. Si kusema tu uko na Mungu, na Mungu mwenyewe alikuacha kitambo. Wewe mwenyewe Mungu alikuacha kitambo Samuel Ruto. Juu wewe mwenyewe huna Mungu. Huna Mungu hata ndani ya roho yako. Huna Mungu hata mahali huko. Hata mahali penye unaenda nje, unaenda nchi za mbalimbali. Mungu yuko ndani ya roho yako. Mungu yuko ndani ya roho yako Samuel Ruto. Juu wewe mwenyewe huna na Mungu. Kila kitu huwezi kufanya sababu na Mungu. Kila kitu inatakana unafanya na Mungu. Asanteni.